Salamullahi ala al-ikhwa. Video hii ni baada ya kupokea malalamiko mengi sana ya wafuatiliaji wa masomo yetu ya namna ya kujifunza kuzungumza lugha fasaha ya Kiarabu katika mitandao ya kijamii. Malalamiko ambayo yakiambatana na maswali mengi ambayo watu wakiwa wanauliza ya kwamba je, ni kitabu gani tunakitumia kwa mlolongo au ni kitabu gani tunakitumia kwa aina ya uelekezaji au ufundishaji wa masomo yetu, au ni kwa staili gani au ni kwa mfumo gani ambao utakuwa ni rahisi au ambao tunautumia kwa upande wetu sisi wafuatiliaji ni rahisi kueleweka. Video hii ina majibu ya maswali yote ambayo watu walikuwa wakijiuliza na watu ambao walikuwa wakiyauliza hayo maswali. Jibu la maswali ambayo watu walikuwa wakiyauliza kuhusiana na mfumo au ni aina gani ya kitabu ambacho tunaweza kukitumia katika mlolongo na mfululizo wa masomo yetu. Jibu ni hivi: Ataul Muqiti fi taallumi wa taalimi al-lughati al-arabiyya. Ataul Muqit fi taallumi wa taalimi al-lughati al-arabiyya au Ataul Muqit fi taallumi wa taalimi al-arabiyya. Maana ya kitabu hiki ni Ataul Muqit, tafsiri yake ni kwamba zawadi ya mlezi. Zawadi ya mlezi. Kwanza ni kitabu kizuri sana na kina idadi ya peji 409. Idadi ya peji ni 409 na kimeundwa katika mfumo wa lugha za aina mbili, lugha ya Kiarabu na lugha ya Kiingereza. Hivyo basi itakuwa rahisi sana kama tukijifunza na tukifuatilia madarasa au masomo ya kitabu cha Ataul Muqit fi taallumi wa taalimi al-arabiyya au Ataul Muqit fi taallumi wa taalimi al-lughati al-arabiyya. Kitabu hiki kwanza kimeanza na mambo mengi madogo ambayo kwa mtu ambaye anajifunza mwanzo katika lugha ya Kiarabu kwake yatakuwa ni makubwa mno na yatakuwa pia ni ya muhimu, kwa sababu kitabu hiki kimeweza kugusa katika kila engo. Kitabu hiki kimeweza kugusa katika kila engo, ikimaanisha ya kwamba hata ukiwa hufahamu chochote, kuna mambo ambayo nilishayatanguliza, lakini tunaweza kuyarudia ili tupate mlolongo na mwongozo mzuri na ufuatiliaji mzuri wa kitabu hiki cha Ataul Muqit. Maneno yaliyokuwa katika ukurasa wa mwanzo au ukurasa wa kwanza ni Ataul Muqit fi taallumi wa taalimi al-lughati al-arabiyya. Ataul Muqit, zawadi ya mlezi katika kujifunza na kufundisha lugha ya Kiarabu. Kitabu hiki ni kwa ajili ya lilaajimi walmubtadiin walatfal walummiyin. Lilaajimi ikimaanisha ya kwamba ni watu ambao hawazungumzi lugha fasaha ya Kiarabu, wanazungumza Kiarabu lakini sio Kiarabu fusha au Kiarabu fasaha. Hivyo basi kitabu hiki pia kinawafaa na kinapendeza kwao kujifunza. Watu wa aina ya pili ni almubtadiin. Maana ya mubtadiin ni wale ambao watu wanaanza mwanzo kabisa kujifunza lugha, walishawahi na wako na idea lakini bado hawajaanza kufanya maamuzi au bado hawajafanya maamuzi ya kuamua kujifunza. Hivyo basi wakiwa wanaanza kujifunza, basi kitabu hiki kinawafaa kwa uzuri zaidi. Watu wa aina ya tatu ni atfal, watoto. Ukiwa na mwanao, kitabu hiki kinakufaa sana tena sana kufundishia na kujifunza, kwa sababu ataweza kujifunza katika lugha za aina mbili. Ataweza kujifunza Kiingereza na vile ataweza kujifunza lugha ya Kiarabu kwa wakati mmoja, lakini sisi tabezi sana na tutafundisha lugha ya Kiarabu kwa sababu ndiyo maudhui ambayo tunasimama nayo. Watu wa aina ya nne ni al-ummiyin. Al-ummiyin, watu hawa ni watu ambao hawafahamu chochote kuhusiana na lugha ya Kiarabu. Hawajawahi hata kusikia kwamba kuna lugha inayoitwa Kiarabu, au alishawahi kusikia lakini hafahamu chochote, hana idea ya aina yoyote inayohusiana na lugha ya Kiarabu. Hivyo basi watu wa aina nne ni watu ambao kinawafaa sana kitabu hiki. Na ukurasa huu wa kwanza ukaendelea na maelezo
silsilatun mubtakaratun marinatun mubassata. Silsila au mfululizo uliobunifu au uliobuniwa. Silsilatun mubtakaratun. Mubtakaratun ina maana ni bunifu, kitu bunifu. Kwa hiyo kitabu hiki kimekuja au kimetengenezwa kwa mfululizo uliobuniwa kwa njia nzuri sana. Marinatun. Marinatun ina maana ni unyumbulifu, mfululizo bunifu na unyumbulifu au unaonyumbulika. Mubasatatun, neno hili linamaanisha ya kwamba mfululizo huu umerahisishwa vile vile. Ina maana ya kwamba silsilatun mubtakaratun marinatun mubasata. Silsila au mfululizo, mubtakaratun bunifu, marinatun unaonyumbulika, mubasata uliorahisishwa, uliowekewa urahisi zaidi kwa mtu asiyefahamu kuelewa na kufahamu. Taakhudhu biyadi talibi min albidaya, taakhudhu biyadi talibi min albidaya. Mfululizo huu unamuongoza mwanafunzi kuanzia mwanzo wa kujifunza au kuanzia mwanzo kabisa, hata yasira mahiran bilisani larabii, hadi atakapokuwa stadi au hadi atakapokuwa mahiri katika lugha ya Kiarabu, biidhnillahi taala, kwa idhni yake Mwenyezi Mungu. Juz'ul awwal, kitabu hiki ni sehemu ya kwanza. Juz'ul awwal, sehemu ya kwanza. Juz'ul awwal, sehemu ya kwanza. Mustawa tamhid fawqa tamhid, mustawa wa tamhid juu ya tamhid. Kiwango cha tamhid au kiwango cha utangulizi au kiwango cha maandalizi juu ya maandalizi. Neno tamhid ina maana ya kwamba ni kufanya maandalizi au ni kujiandaa kwa mustawa au kwa level au kwa kiwango cha kielimu katika ngazi za juu. Hivyo basi kiwango cha chini ili ufike katika ngazi za juu, basi unafanya maandalizi ya kufika kule ambayo ni tamhid. Ina maana ya kwamba tamhid ni ngazi ya kwanza ya kielimu ambayo mtu anaanza nayo. Taalif, muundo. Muallif, muundaji. Taalif, muundo. Muallifu kitabu, muundaji wa kitabu. Taalif, muundo. Muundaji au mtunzi wa kitabu chetu ambacho ni Ataul Muqit fi Taallumi wa Taalimi Allughati Alarabiyya ni Hamdi Khalil Muhammad Shihabi Ad-Din. Hamdi Khalil Muhammad Shihabi Ad-Din. Msomi huyu amegraduate katika chuo cha Darul Ulum, chuo kikuu cha mjini Qahira. Qahira ina maana ni Cairo, Misri. Na ukifunua katika ukurasa wa pili ameweka vielelezo ambavyo vinamhusu yeye, na ukurasa wa tatu ametanguliza kwa aya za Qur'an. Qala ta'ala, qala rabbi shrah li sadri ila akhir al-ayat, mpaka mwisho wa aya zote. Ukiendelea katika ukurasa unaofuata, ukurasa wa 4, ametanguliza utangulizo, al-muqaddima, utangulizi ambao umeanza kwa kumsifu Mungu na vile vile pia akatoa sifa na faida za kujifunza lugha ya Kiarabu na vitu vingi amevitanguliza katika mukaddima huu. Na mukaddima huu ni mrefu, umekuja kutamatika katika ukurasa wa 5. Chini ya mukaddima kuna neno muallif. Muallif, mtunzi, ambaye mtunzi wa kitabu hiki nimeshamtaja katika ukurasa wa kwanza ni kwamba ni Hamdi Khalil Muhammad Shihabi Ad-Din. Katika ukurasa wa 6 na wa 7 mwalimu huyu au msomi huyu ameweza kutubainishia au kutuletea miongozo ambayo tukifuata kwa pande zote mbili, mwalimu na mwanafunzi, hasa kwa mwalimu, basi zina faida kubwa sana katika ufundishaji. Hasa ni miongozo ambayo inamhusu mwalimu anayefundisha kitabu hiki Ataul Muqit fi Taallumi wa Taalimi Allughati Alarabiyya. Na miongozo hii nitaisoma kwa haraka ili tuweze kuelewana kwa urahisi zaidi. Irshadat fi tariqati at-tadris, miongozo katika njia za ufundishaji au miongozo katika mbinu za ufundishaji. Na miongozo hii ipo takriban si chini ya 14. Na tukianza na mwongozo wa kwanza wa Sheikh Hamdi, anasema mwalimu lazima awafundishe wanafunzi herufi za alfabeti kwa fatha, kasra,
na dhamma, na awaamuru waziandike mara kwa mara hadi watakapozijua vyema katika matamshi na katika uandishi. Afanye hivyo mara nyingi, afanye hivyo mara kwa mara. Mwongozo wa pili, mwalimu anafanya wanafunzi wakariri herufi zenye irabu za fatha, kasra na dhamma, na kuamuru vile vile wazingatie mara kwa mara hadi watakapozijua vyema katika matamshi na uandishi, na vile vile afanye hivyo mara nyingi, mara kwa mara iwe anarudia kwao. Mwongozo namba tatu, mwalimu anaendelea na maneno yenye umoja na wanafunzi wake, anawasomea na wanafunzi wanarudia pamoja naye kwa sauti kubwa au kwa sauti ya juu. Mfano, mwalimu baqaratun, mwanafunzi baqaratun, timsahun, timsahun, tha'labun, tha'labun, babun, babun na mfano wake kama hivyo, lakini pia wakizingatia kutamka maneno kwa usahihi kulingana na umbo na matamshi yake hayo maneno. Mwongozo namba 4, mwalimu anawaelekeza wanafunzi wake kuandika angalau kurasa 10 kila siku kama kazi za nyumbani. Kama kazi za nyumbani kivipi? Ina maana ya kwamba mwalimu iwe anawazoesha wanafunzi wake wawe wanaandika kurasa 10 kama kazi za nyumbani, yani kama kazi za kawaida. Vile tunavyozichukulia kazi za nyumbani kuwa ni kazi za kawaida, hazituchoshi, basi jambo hili pia la kuwepo darasani na kufanya hivi, basi iwe ni jambo la kawaida na ni jambo ambalo litatusaidia kama kazi za nyumbani, kutokana na maneno haya yaliyoandikwa moja moja tangu mwanzo wa kitabu hadi mwisho, na kisha mwanafunzi anayerudia mara nyingi au anayerudia mara kwa mara. Mwongozo namba 5, mwalimu huwapa wanafunzi wake kazi ya kukariri ukurasa mmoja kila siku wa maneno ya umoja, uwili na uwingi, pamoja na akiwaelekeza maana zake. Kisha huendelea na kurasa zenye vitenzi vya wakati uliopita, wa sasa hivi na wa kuamrisha. Mwanafunzi anaendelea kurudia haya hadi atakapojua uundaji wa maumbo ya uwili na uwingi, na hivyo kupata ustadi wa kuunda vitenzi katika maumbo yake mbalimbali, huku msitizo ukiwekwa katika kuwauliza wanafunzi kila mara kuhusu maana ya maneno wanayokariri. Mwongozo namba 6, mwalimu huwapa wanafunzi wake kazi ya kukariri maneno ambayo vitenzi vimetokana nayo, vyanzo vyake na maana zake. Mwongozo namba 7, mwalimu anahakikisha anawajaribu wanafunzi kwa mdomo na kwa uandishi kila kitu walichokikariri kutoka kwa maneno ya kitabu hiki. Katika ukurasa wa 7, Sheikh Hamdi ameendelea kutupa miongozo ya njia za ufundishaji ambayo ni namba 8. Mwalimu anahakikisha anazungumza na wanafunzi wake kwa Kiarabu rasmi. Kwa Kiarabu rasmi ina maana ni Kiarabu fasaha katika kipindi chote cha somo, na anawaamrisha wanafunzi wake wafuate kufanya hivyo. Mwongozo namba 9, mwalimu anatembea na wanafunzi wake kwa sentensi rahisi za nomino na za maneno, akiwafundisha jinsi ya kuziandika na kuzisoma. Anawaomba watoe mifano ya kazi zao wenyewe, na anaendelea kufanya kazi nao ili kuboresha ujenzi wao wa sentensi kwa mdomo, maandishi na tahajia. Neno tahajia ina maana ni uandishi sahihi wa maneno. Tahajia ni uandishi mzuri au uandishi sahihi wa maneno. Mwongozo namba 10, mwalimu anapaswa kuwafundisha wanafunzi wake sentensi za kati na ndefu na mitindo tofauti kama vile wito, hali, ukanushi na kadhalika, kuwafundisha kuzisoma na kuziandika, na kuwaomba wataje mifano mingi kutoka akilini mwao. Mwongozo namba 11, mwalimu lazima awafundishe wanafunzi wake tofauti kati ya nomino, vitenzi na viunganishi, tofauti kati ya sentensi za jumlatu ismia na jumlati alfiilia, yani na maana ya kwamba sentensi za nomino na sentensi za maneno na mitindo tofauti tofauti. Mwongozo namba 12, mwalimu huongoza wanafunzi wake kwenye kurasa zenye aya na mada kamili,
akiwafundisha kusoma, kuandika na kuunda aya nyingi kutoka akilini mwao. Mwongozo namba 13: kuwafundisha wanafunzi sheria za msingi za sarufi zinazowastahili kusoma sarufi katika ngazi zinazofuata. Na tukimalizia katika mwongozo wa mwisho ambao ni mwongozo wa 14 wa Sheikh Hamdi, mwanafunzi hatasonga mbele hadi kiwango cha juu zaidi kutoka kwenye kitabu hiki hadi amebobea kusoma maneno yake yote, kuyakariri maana yake na kufaulu katika kuyaandika kwa ustadi. Hii ndiyo miongozo katika njia za ufundishaji au katika mbinu za ufundishaji. Hivyo basi video hii ilikuwa inalenga na ina makusudio ya kutambulisha mbele yenu kitabu hiki cha Ataul Muqit fi Taalumi wa Taalimi Al-Lughati Al-Arabiyya, kuwa kwa sasa ndicho kitabu tunachokisoma au masomo yanayoendelea kwa sasa ni masomo yanayotoka katika kitabu hiki cha Ataul Muqit fi Taalumi wa Taalimi Al-Lughati Al-Arabiyya, zawadi ya mlezi katika kujifunza na kufundisha lugha ya Kiarabu. Kama ni mgeni, hakikisha unazidi kusubscribe. Ahsantum.